Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jambo la kwanza, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ambaye katupa afya lakini katujaalia kufika siku ya leo. Vyombo vya habari tumewaitisha katika ofisi hii ya Shekhe wa mkoa wa Songwe, na tumewaitisha kwa madhumuni maalum. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA tumeandaa dua. Hiyo dua ni maalum kwa ajili ya kumwombea Mheshimiwa Rais wetu, Amiri Jeshi Mkuu wa taifa letu hili, mama yetu Samia Suluhu Hassani, tukiwa tunaelekea katika uchaguzi mkuu. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Songwe tumeona kuna matamko mengi yanatolewa tukielekea katika uchaguzi mkuu. Kwa hiyo tumeona na sisi tuna wajibu wa kufanya dua. Ile dua ni maalum kwa ajili ya rais, lakini kwa ajili ya kuiombea amani nchi yetu, lakini pia kwa ajili ya kuombea uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Tunapenda kuwaeleza Watanzania kwamba wazee wetu, mababu zetu walifanya juhudi kubwa kupata uhuru wa nchi hii. Mpaka nchi yetu ikawa huru, wazee walijitolea wakati wao, lakini pia walijitolea mali zao, mpaka uhuru wa nchi yetu ukapatikana. Kwa hiyo tumeona ni vyema kabisa tuwakumbushe Watanzania kama BAKWATA mkoa wa Songwe kwamba kuna haja ya kuwajengea Watanzania wote uelewa, ule uelewa wa kuwa wazalendo. Tunaposema uzalendo ni mtu kuipenda nchi yake. Yaani wewe kama Mtanzania namna gani utaipenda nchi yako? Hata katika maandiko tunaambiwa hubbul watan min al-iman, yani kupenda nchi yako wewe ni katika imani ya kile ambacho unakiamini, ima msikitini ima kanisani. Kwa hiyo ili jambo tumeona tuweze kulisimamia kama BAKWATA, kuwajengea uelewa wa Tanzania, lakini wana Songwe namna gani wanaweza kuwa ni wazalendo kwa ajili ya taifa lao, hasa tukielekea katika kipindi hiki cha uchaguzi, kwa sababu matamko yanakuwa ni mengi. Matamko hayo ambayo yanaonesha kabisa kuhatarisha amani ya taifa letu. Ikiwa wazee, mababu zetu walijitolea muda wao, mali zao kuleta uhuru wa taifa letu, sisi kama viongozi wa dini tuna wajibu sasa kwa wakati huu tuendelee kuwajengea uelewa wa Tanzania. Tuendelee kuwajengea uelewa wanadini kupitia vitabu vitakatifu kwamba ni lazima Mtanzania uwe na uzalendo kwa ajili ya taifa lako. Lakini pia tuwe tayari kwa ajili ya kuilinda nchi yetu, kwa sababu amani tulionayo ni tunu tumepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii amani tulionayo ni kitu cha thamani sana. Tusiwe tayari kuona hii tunu inaharibiwa na mtu mmoja au kundi la watu likasababisha Watanzania wakakosa utulivu katika nchi yao. Tunaangalia nchi ya Kongo, utulivu hakuna. Baadhi ya nchi za majirani wazazi wamepoteana na watoto wao. Mtu alikuwa na nyumba yake, pakulala hana tena. Familia imesambaratika. Kwa nini? Amani imetoweka. Kwa hiyo kama Watanzania lazima tujengeane uwezo wa kuelewa kwamba kila Mtanzania ana wajibu wa kuilinda nchi yake, ana wajibu wa kuitetea nchi yake,
ana wajibu wa kuithamini nchi yake, kama vile wazee walotangulia walitoa mali zao, wakatoa muda wao mpaka kuhakikisha uhuru wa taifa letu umepatikana. Basi na sisi wa Tanzania wa muda huu, wakati huu, tuna wajibu pia kutoa muda wetu, kutoa mali zetu, kutoa kila ambacho tunakithamini kuhakikisha Tanzania inabaki kuendelea kuwa salama. Kwa maana katika dua hiyo ambayo tunataraji kuifanya tarehe 17 ya mwezi wa 5, tumemuomba Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa huu wa Songwe, Daniel Chongolo, awe ni mgeni rasmi katika dua hiyo. Lakini pia ndani ya dua hiyo tutashirikisha madhehebu yote, ili tuje pamoja tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukielekea katika uchaguzi, basi uchaguzi upite kwa salama, lakini pia nchi yetu iendelee kuwa na amani na utulivu. Lakini pia tuna wajibu wa kwanza kumuombea rais wetu, mama yetu Samia Suluhu Hassani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie hikma za hali ya juu, amjalie busara kuivusha nchi yetu kwa usalama katika kipindi hiki, kwa sababu tusipoweza kumuombea, basi kama Watanzania tutakuwa tumefanya jambo baya kabisa, tutakuwa hatujamtendea haki rais wetu huyu. Kwa hiyo tuna haki kama Watanzania, tuna haki kama viongozi wa dini, tumuombee Mheshimiwa Rais. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe afya, amuepushie maradhi, ili kuhakikisha busara zake na hekima zake zinafanya kazi kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania wa mwaka huu 2025 uweze kupita salama, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kwamba uchaguzi ndani ya nchi yetu umepita kwa amani na utulivu. La mwisho ndani ya dua hiyo, sisi tunashirikisha ni watu wa aina zote. Tumepanga kuwashirikisha wakuu wa wilaya ndani ya mkoa huu, wakurugenzi, lakini pia waheshimiwa wabunge ndani ya mkoa huu, waheshimiwa madiwani, waumini wa dini mbalimbali, wote tukusanyike mahala pamoja, tuwe na kauli moja, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili yote haya ambayo tunayaelekea katika uchaguzi mkuu yaweze kupita kwa amani na salama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani asema, wa idha sa'alaka ibada anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani. Yani wakikuuliza binadamu kuhusu mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waambie binadamu wote, fa inni qarib, mimi nipo karibu na wanadamu. Idha da'ani, pindi hao wanadamu wanaponiomba mimi Mwenyezi Mungu, pindi hao wanadamu watapotaka msaada kwangu mimi Mwenyezi Mungu, basi nipo karibu nao. Kwa hiyo kupitia vifungu hivi na vinginevyo katika Qur'ani tukufu, katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa huu wa Songwe, tumeona ni haki yetu kama Watanzania, ni haki yetu kama viongozi wa dini tuweze kutekeleza hili jambo la kufanya dua tarehe 17 ambayo itafanyika mkoani pale Vwawa, na insha Allah tunawakaribisha wana Songwe wote, madhehebu yote, machifu, watu wa tabaka mbalimbali, tuje tukae mahala pamoja, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili uchaguzi upite kwa salama, lakini nchi yetu iendelee kuwa na amani. Lakini pia katika haya ambayo tunayaendea, tuwe na tamko
kama viongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, na sisi tutatoa tamko siku hiyo ya tarehe 17 ili kuwajengea uelewa wa Tanzania. Hatuchoki viongozi wa dini kuendelea kutoa elimu kama vile ambavyo mitume wa Mwenyezi Mungu hawakuchoka. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua hii ya kumwombea Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassani, tumeiandaa Vwawa katika secondary ya Vwawa Secondary School. Tumekwisha kuzungumza na viongozi wa shule hile na wamekwisha kukubali. Kwa hiyo dua hiyo tarehe 17 itafanyika katika ukumbi wa Vwawa Secondary School kuanzia saa 4 asubuhi. Kwa hiyo tunawaomba wana Songwe wote, watu mbalimbali, taasisi mbalimbali, tuweze kujumuika kwa pamoja, tuje tuiombee amani nchi yetu, tuje tuombee uchaguzi mkuu uweze kupita kwa amani na salama. Lakini pia tumuombee rais wetu, kwani hatuna rais mwingine kwa wakati huu isipokuwa ni rais wetu mpendwa, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kwa majina naitwa Anwari Ashraf Khan, ni katibu wa BAKWATA mkoa huu wa Songwe, na nimefika hapa kwenye kikao hichi pamoja na waandishi wa habari kwa maana ya kusisitiza jambo ambalo kwamba amelizungumza shekhe wetu wa mkoa juu ya dua ambayo kwamba itafanyika tarehe 17 siku ya Jumamosi. Nami pia nisisitize viongozi wote wa dini, madhehebu yote, taasisi zote, tuungane kwa pamoja ili kuiombea amani nchi yetu, pamoja na kumwombea Mheshimiwa Rais, pamoja na kuombea uchaguzi ili ufanyike kwa salama na amani. Kwa mimi kama mtendaji wa mkoa huu, na wasisitiza viongozi wote wa baraza kwenye wilaya zote 4, kwenye halmashauri zote 5, tujumuike kwa pamoja ili tuweze kutimiza lengo la makusudio ya dua hii ya tarehe 17 siku ya Jumamosi. Kusema dua kwa ajili ya kuiombea nchi ni kwa maana ya vyama vyote vya siasa. Kama lengo letu kama baraza ni viongozi wote wa vyama vya siasa pamoja na madhehebu mengine yote ya dini bila kuchagua Waislamu na Wakristo. Kuna wapagani pia tunawaalika, kuna machifu pia tunawaalika, kuna wasiokuwa pia na dini tunawaalika, sababu nao pia wana imani zao. Kwa utaratibu ni kwamba barua zitawafikia muda si mrefu, zitawafikia barua kwa ajili ya kualika kwa ajili ya hiyo dua, zitawafikia. Hilo ni kweli, tulishakaa kikao chini ya shekhe wa mkoa, tukaona kwa sababu hili ni jambo ndo kwa mara ya kwanza, tukaona kama taasisi ndo BAKWATA ndo ifanye, lakini dua inayokuja basi tutaunganisha madhehebu yote ya taasisi ili kufanya dua sasa ya viongozi wote wa dini na madhehebu tofauti tofauti.